Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza kiwango cha shinikizo dhidi ya Iran kwa kutangaza onyo kali kwamba Marekani itaanza kushambulia madaraja na mitambo ya kuzalisha umeme ndani ya Iran ikiwa Tehran itaendelea kushambulia meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kauli hii imeongeza hofu ya kuongezeka kwa vita kati ya nchi hizo mbili na kuibua wasiwasi mpya kuhusu usalama wa njia muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani. Akizungumza kupitia ujumbe aliyouchapisha kwenye mtandao wake wa kijamii hii leo Julai 22 mwaka 2026, Trump alisema kuanzia sasa kila mara Iran itakapofyatua kombora, rocket, drones au silaha nyingine yoyote dhidi ya meli katika mlango wa bahari wa Hormuz, Marekani itajibu kwa kushambulia na kuharibu daraja moja au mtambo mmoja wa kuzalisha umeme ndani ya Iran. Alisema kwa mashambulizi hayo yanaweza kulenga hata miundombinu iliyoko karibu au ndani ya mji mkuu wa Tehran. Kauli hiyo inaonyesha mabadiliko makubwa katika mkakati wa Marekani, ambapo badala ya kulenga vituo vya kijeshi, sasa Trump ameashiria uwezekano wa kushambulia miundombinu muhimu ya taifa la Iran. Hatua hiyo inaweza kuwa na athari kubwa kwa huduma za umeme, usafiri na shughuli za viwanda na maisha ya kila siku ya raia wa Iran ikiwa itatekelezwa. Onyo hilo pia linakuja wakati mvutano kati ya Marekani na Iran umefikia kiwango cha juu kufuatia siku kadhaa za mashambulizi ya pande zote katika Mashariki ya Kati. Marekani imeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ya Iran, huku Iran ikijibu kwa mashambulizi dhidi ya vituo vya Marekani na ushirika wake pamoja na kulenga usafirishaji wa baharini katika Ghuba ya Uajemi. Mlango wa bahari wa Hormuz umeendelea kuwa kitovu cha mgogoro huo. Njia hiyo nyembamba ya bahari inaunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman, ndiyo inayotumika kusafirisha sehemu kubwa ya mafuta ghafi na gesi asilia inayouzwa duniani. Kila siku mamilioni ya mapipa ya mafuta hupitia eneo hilo kuelekea masoko ya Asia, Ulaya na Amerika. Hivyo shambulio lolote dhidi ya meli katika eneo hilo lina uwezo wa kuvuruga biashara ya kimataifa na kusababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara na meli za mafuta katika eneo la mlango wa Hormuz. Baadhi ya meli zimeripotiwa kushambuliwa kwa makombora, drones au vifaa vingine vya kijeshi, huku nyingine zikilazimika kubadili njia zao ili kuepuka maeneo yenye hatari kubwa. Hali hiyo imeongeza gharama za bima kwa meli na kusababisha baadhi ya kampuni za usafirishaji kupunguza shughuli zao katika eneo hilo. Kwa kutoa onyo hili, Trump anaonekana kutuma ujumbe kwamba Marekani haitaridhia tena mashambulizi yoyote dhidi ya meli zinazopita katika mlango wa Hormuz bila kuchukua hatua za haraka za kijeshi. Kauli yake inaashiria sera ya kulipiza kisasi moja kwa moja, ambapo kila shambulio litakalohusishwa na Iran litakuwa na gharama ya kupoteza sehemu ya miundombinu yake muhimu. Wataalamu wa usalama wa kimataifa wanaonya kuwa hatua kama hiyo inaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa hatari ya vita kupanuka. Ikiwa Marekani itashambulia madaraja au mitambo ya umeme ndani ya Iran, Tehran inaweza kujibu mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani, washirika wake katika Mashariki ya Kati, au kuongeza mashambulizi dhidi ya meli zinazopita katika Ghuba ya Uajemi. Mbali na athari za kijeshi, hatua hiyo inaweza kuleta madhara makubwa ya kibinadamu ndani ya Iran. Mitambo ya umeme ndiyo msingi wa huduma muhimu kama hospitali, viwanja, mifumo ya maji, mawasiliano na usafiri. Uharibifu wa miundombinu hiyo unaweza kusababisha kukatika kwa umeme katika maeneo makubwa, kuathiri uzalishaji wa viwandani na kuongeza ugumu wa maisha kwa mamilioni ya wananchi. Vile uharibifu wa madaraja unaweza kukwamisha usafirishaji wa bidhaa, huduma za dharura na shughuli za kijeshi ndani ya Iran. Hilo linaweza kuifanya Iran kukabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi na kiusalama wakati vita vikizidi kupamba moto. Wawekezaji wanahofu kwamba iwapo mapigano yataongezeka au mlango wa Hormuz utafungwa kabisa, usambazaji wa mafuta duniani utaathirika, jambo ambalo linaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta zaidi, kuongezeka kwa gharama za usafirishaji wa bidhaa
na kuongezeka kwa mfumuko wa bei katika nchi nyingi. Wakati juhudi za kidiplomasia zikionekana kuzorota, vitisho vya kushambulia miundombinu muhimu ya Iran vinaongeza uwezekano wa mapambano kuingia katika hatua hatari zaidi, yenye athari si tu kwa nchi hizo mbili pekee, bali pia kwa usalama wa Mashariki ya Kati, biashara ya kimataifa na uchumi wa dunia kwa ujumla. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.